Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imeahidi kuimarisha mifumo ya usimamizi wa nyaraka za kielektroniki ili kuhakikisha taarifa muhimu za taifa zinahifadhiwa kwa usalama, zinapatikana kwa urahisi na kudumu kwa muda mrefu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kauli hiyo imetolewa na Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, wakati wa maadhimisho ya Siku ya Nyaraka Duniani mwaka 2026 yaliyofanyika katika makumbusho ya Amani Mnazi Mmoja mkoa mjini Magharibi Unguja. Amesema kuwa katika kipindi hichi cha maendeleo makubwa ya teknolojia ya habari na mawasiliano, usimamizi wa nyaraka unapaswa kwenda sambamba na matumizi ya mifumo ya kidijitali ili kurahisisha upatikanaji wa taarifa, kuongeza ufanisi wa utendaji wa kazi na kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Katika kipindi cha maendeleo makubwa ya teknolojia ya habari na mawasiliano, usimamizi wa nyaraka unahitaji kwenda sambamba na matumizi ya mifumo ya kisasa ya kidijitali. Hivyo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kuimarisha mifumo ya usimamizi wa nyaraka za kielektroniki ili kuhakikisha taarifa muhimu za taifa zinahifadhiwa kwa usalama, zinapatikana kwa urahisi na zinadumu kwa muda mrefu. Ni matumaini yangu kuwa taasisi zote za umma na binafsi zitaendelea kuzingatia viwango vya kitaalamu katika usimamizi wa nyaraka na kumbukumbu kwa lengo la kuongeza ufanisi wa utoaji huduma kwa wananchi pamoja na kulinda historia ya taifa letu. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Ikulu, Dr. Saada Mkoya Salum, amesema nyaraka ni msingi wa kumbukumbu za taifa, kwani huhifadhi ushahidi wa shughuli za serikali na jamii, hulinda haki za wananchi, huimarisha uwazi na uwajibikaji na kuchangia maendeleo endelevu ya taifa. Kauli mbiu ya mwaka huu, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni nyaraka kwa haki, haki za binadamu pamoja na kumbukumbu na mustakabali kwa ajili ya vizazi vyetu vya sasa na vinavyokuja. Kwa hiyo hii mustakabali ni future, na kama tulivyoona katika maigizo kwamba nyaraka ni muhimu sana. Nyaraka ni nyenzo ya kukutoa katika changamoto mbalimbali, hususan katika maeneo haya ya mali pamoja ikiwemo ardhi. Mheshimiwa, pale taasisi ya nyaraka kuna kumbukumbu nyingi na wananchi wengi wa Zanzibar wamekuwa na faidika kutokana na migogoro yao hususan ya ardhi pamoja na urithi. Basi tunakwenda pale na kule kote wanakuwa wanapata exactly kile walichokuwa kikihitaji. Jina naitwa Hatibu Suleiman Hatibu, mkurugenzi wa taasisi ya nyaraka na kumbukumbu Zanzibar. Nguvu nyingi katika utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka, hasa kwa kisasa zaidi. Kama mtapita maeneo ya Kilimani, mtaona kuna mradi wa ujenzi wa jengo kubwa la kisasa la nyaraka. Mradi ule unahusisha vifaa vya kielektroniki ambao sasa tutahama katika mfumo wetu wa makaratasi tuliozoea, tunakwenda katika mfumo wa kielektroniki kwa maana ya kidijitali. Sasa hivi tuna mfumo unaitwa RAMIS, Record and Archive Management Information System. Mfumo huo unasaidia kutumia nyaraka ambazo zile nyaraka za zamani ambazo katika mfumo wa makaratasi zimefanywa skandi na zimeingizwa kwenye mfumo ambao kwa sasa umeanza kutumika kwa ajili ya kutoa zile taarifa muhimu badala ya kutumia ule mfumo wetu wa makaratasi. Kwa hiyo sisi tuko mbali zaidi. Naye mkurugenzi mkuu wa taasisi ya nyaraka na kumbukumbu Zanzibar, Hatibu Suleiman Khatib, ameitaka jamii kutumia taasisi hiyo katika uhifadhi wa nyaraka na kumbukumbu muhimu pamoja na kupata elimu ya usimamizi sahihi wa nyaraka. Hatua inasaidia kuepusha migogoro isiyo na tija na kuhifadhi historia ya taifa kwa vizazi vijavyo. Mkurugenzi wa taasisi ya nyaraka na kumbukumbu Zanzibar. Nguvu nyingi katika utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka, hasa kwa kisasa zaidi. Kama mtapita maeneo ya Kilimani, mtaona kuna mradi wa ujenzi wa jengo kubwa la kisasa la nyaraka. Mradi ule unahusisha vifaa vya kielektroniki ambao sasa tutahama katika mfumo wetu wa makaratasi tuliozoea, tunakwenda katika mfumo wa kielektroniki kwa maana ya kidijitali. Sasa hivi tuna mfumo unaitwa RAMIS, Record and Archive Management Information System. Mfumo huo unasaidia kutumia nyaraka ambazo zile nyaraka za zamani ambazo katika mfumo wa makaratasi zimefanywa skandi na zimeingizwa kwenye mfumo ambao kwa sasa umeanza kutumika kwa ajili ya kutoa zile taarifa muhimu badala ya kutumia ule mfumo wetu wa makaratasi. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV.
kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online.